Asante sana kwa kuendelea kuungana nasi. Hii ni sauti ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tunaingia katika sehemu ya tahariri yetu, na hii leo tunaangazia hali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miezi imepita tangu viongozi wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaini mkataba wa amani ili kusitisha mapigano mashariki mwa DRC. Kennedy Wandera anaangazia hatua ambazo zimepigwa kuleta amani au ikiwa hakuna kilichobadilika na raia bado wanaendelea kuhangaika kutokana na mashambulizi ya kila mara. Kwa miongo kadhaa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imekuwa ishara ya utajiri mkubwa wa Afrika na vilevile majeraha yake yasiyokoma. Chini ya ardhi yake kuna baadhi ya madini yanayothaminiwa zaidi duniani: cobalt, coltan, dhahabu, almasi, rasilimali zinazochochea viwanda vya kimataifa kutoka simu hadi magari ya umeme. Lakini juu ya ardhi, wananchi wa Kongo wanakabiliwa na hali iliyojaa maumivu, migogoro na kutengwa. Vizazi vimekuwa vikijua tu hifadhi za wakimbizi, njaa na vita. Makundi yenye silaha yanaendelea kutisha jamii katika mikoa ya mashariki, yakiacha nyuma mauaji ya kikatili, ubakaji na watoto askari. Familia zinavunjika, vijiji vinachomwa moto na mustakabali unaharibiwa. Umoja wa Mataifa unakadiria mamilioni wamefariki moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja kutokana na migogoro katika miongo mitatu iliyopita, jambo linaloifanya kuwa moja majanga makubwa zaidi tangu vita vikuu vya pili vya dunia. Lakini mateso ya Wakongo mara chache hupewa nafasi kubwa katika vichwa vya habari vya kimataifa. Maumivu yao yamezoeleka, yamefunikwa na madini hayo yanayowezesha teknolojia ya dunia kustawi. Maisha ya Wakongo yanachukuliwa kama ya kutupwa katika mbio za kimataifa za faida na nguvu. Ukimya ni wa kusikitisha. Jumuiya ya kimataifa kutoa matamko ya wasiwasi, mikataba ya amani na sainiwa na kuvunjwa, na ahadi za mageuzi hurudiwa kila mara. Wakati huo akina mama wa kawaida wa Kongo wanazika watoto waliopotea kwa utapiamlo na ukatili. Vijana badala ya kushika vitabu wanalazimishwa kubeba bunduki au kuchimba migodini kwa hatari, wakitafuta chembe za mali ambayo wao wenyewe hawatagusana nayo. Hili si janga tu la Kongo, ni aibu ya dunia nzima. Nchi ambayo ingeweza kusimama kwa fahari kama moyo unaodunda wa Afrika bado imesalia imepooza kutokana na unyonyaji, ufisadi na mizunguko isiyoisha ya migogoro. Wananchi wa Kongo wamevumilia maumivu ya kutosha. Dunia haiwezi kamwe kuendelea kutazama tu. Kennedy Wandera, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika. Asante sana Wandera.